Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo samedi le 13 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa kutoka kwenye uwanja wa vita kuambia kinachoendelea hapo kwenye shamba la vita. Habari ambazo tumewaletea tutawapeleka moja kwa moja ndani ya territoire ya Fizi, hapo ni mo province ya Sud Kivu, kwenye vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vilitumikisha tena ndege za kivita kwa kushambulia waasi wa AFC M23 pamoja na Twirwaneho, Redi Tabara na Ngumino, na tutawapeleka ndani ya mji wa Baraka, hapo ni ndani ya territoire ya Fizi toujours, kwenye vikosi vya jeshi la Burundi na FARDC viliwasili kwa ajili ya kuelekea kwenye uwanja wa vita maeneo ya territoire ya Uvira. Upande mwingine tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira, tuambie hali kwa sasa ni vipi ndani ya mji wa Uvira ambao uko mikono ya waasi wa AFC M23. Tutawapeleka ndani ya territoire ya Masisi na Walikale kwenye kuliripotiwa mapigano makali siku ya leo kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na channel yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa na pata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo kwenye titre pale chini mu description utapata linki yetu, ujiunge nayo, na pale utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, ili kuelewa hali halisi mashariki mwa nchi ya Kongo. Kuwa nami mwanzo hadi mwisho, utakuja kufahamu kinachoendelea ndani ya maeneo tofauti. Na bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari ambapo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya Sud Kivu mo territoire ya Fizi kwenye ndege za FARDC tena zilishambulia ngome ama position za wasi wa AFC M23 Twirwaneho wanaoungana kwa kuendelea kupigana na vikosi vya jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Siku ya leo asubuhi mapema, jeshi la Kongo lilitumikisha ndege za kivita Sukhoi 25 kwa kushambulia ngome za wasi wa AFC M23 pamoja na Twirwaneho ndani ya maeneo ya Mikenge pamoja na Ruisankuku, pale ni maeneo karibu na eneo ya Minembwe. Wanaojua eneo ya Minembwe kwa sasa ndiyo base militaire kubwa ya Twirwaneho na AFC M23 mu territoire ya Fizi. Kama ukumbusho, eneo ya Minembwe ilikamatwaka na Twirwaneho ni mwezi wa 3, kama nakumbuka, mwezi wa 3 wa mwaka huu ndipo Twirwaneho likamataka eneo ya Minembwe. Kuanzia siku hiyo wakainstale position yao kubwa pale ndani ya Minembwe. Baada ya kuinstale position zao hapo Minembwe, FARDC ilianzaka kukuwa na washambulia mu maeneo hayo ili kuwafukuza hapo Minembwe, ndipo walianza kutumikisha ndege za kivita ili kuwashambulia wasi hao. Zile operation sasa za kuwashambulia waasi wa Twirwaneho na AFC M23 pale maeneo ya Minembwe, siku ya leo tena walitumikisha ndege za kivita kwa kushambulia ngome zao zinazopatikana Ruisankuku pamoja na eneo ya Mikenge. Na ikiwakumbusha kwamba ni siku ya pili mfululizo na ndege za kivita za FARDC zikishambulia waasi wa AFC M23 na Twirwaneho pamoja na Ngumino hapo Mikenge.
Siku ya jana nadhani ya kwamba mulipata taarifa za Mikenge jinsi ndege zilishambulia ngome za wasi wa AFC M23, na siku ya leo walishambulia tena ngome za hawa wasi hapo Mikenge, wakashambulia tena na maeneo ya Ruisankuku kwa lengo la kutaka kuwaondoa wasi hao ndani ya eneo hizo mbili. Ni eneo zinazokuwa karibu na Minembwe. Kuwaondoa pale wanaweza kukaribia karibu na Minembwe, ambapo operation zote wanaweza kuwa wakizifanyia ndani ya Minembwe, hapana ndani ya eneo zinazokuwa nje ya Minembwe. Baada ya wasi wa AFC M23 na Twirwaneho kukamata Minembwe, waliendelea kuprogresi wakakamata na maeneo tofauti karibu na Minembwe kama hayo ya Mikenge, Bilalumbili, maeneo ya Rugezi. Mnakumbuka ya kwamba hayo yote yalikamatwa na Twirwaneho. Hayo ndio yenye FARDC iko na shambulia kwa sasa, ili kuona ya kwamba itawafukuza pale na wafanyie operasyon sasa ndani ya Minembwe, waone ya kwamba watarikipere ile agglomeration ya Minembwe. Hali ya usalama kabisa inaendelea kuzorota mu plateau de Fizi, mu maeneo hayo kwenye mapigano yanaendelea. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya mji wa Baraka. Huko mjini Baraka, vikosi vipya vya wanajeshi wa Burundi na wanajeshi wa Kongo viliwasili hapo siku ya leo. Kabla ya vikosi hivi kuwasili hapo mjini Baraka, usiku wa leo wakati kulisikika mashambulizi ndani ya mji wa Baraka, kulikuwa kukifanyika piage. Walikuwa wakipie manyumba za hapo ndani ya mji wa Baraka. Habari kutoka kwa vyanzo vyetu hapo vinasema kwamba nyumba mingi kabisa ziliingiliwa na watu wenye silaha ambao walikuwa wakivalia sare za FARDC, jeshi la Kongo. Ndani ya mji wa Baraka hali ilikuwa ya sintofahamu wakaji kutokana na hayo mashambulizi ambayo yalikuwa yakisikika wakati walikuwa wakipie nyumba za wakaji. Wakaji wanasema kwamba tangu kuingia kwa vikosi vya jeshi la Kongo na wanajeshi wa FDNB walioondoka mjini Uvira kufro kule, situation securitaire kabisa inaendelea kukua mbaya ndani ya mji huo wa Baraka, ambapo wakaji wanaendelea kuishi kwa maisha kabisa ya usalama kidogo. Wanatoa wito kwa guvernema ya Kongo kukuja kukamata maamuzi ya kusimamisha hali hiyo inayoacha usalama kidogo unaendelea kuzorota ndani ya mji wa Baraka. Usiku wa leo baada ya hayo kufanyika, kulikucha na utulivu deja, na baada ya hapo vikosi vipya vya jeshi la Burundi viliwasili hapo ndani ya mji wa Baraka, ambapo taarifa tunazopata kutoka hapo ni vikosi ambavyo vilifika hapo kwa lengo la kuelekea ndani ya from territoire ya Uvira. Wanajeshi hao ambao waliwasili ndani ya mji wa Baraka walitoka Mwaye Plateau de Bijombo kule Mufizi, pamoja na maeneo ya Bikobokobo kwenye walikuwa wanakaa. Wote waliwasili hapo mjini Baraka ili kujiandaa kuelekea kufront ndani ya Uvira kupiganisha na wasi wa AFC M23 ambao wanamiliki mji wa Uvira kwa sasa. Na nikisema Uvira mkoe nakumbuka kwamba Uvira ni territoire. Nikisema Uvira msikio nasikia ile vile, hapana. Uvira nayo ni territoire kabambi, na FARDC na jeshi la Burundi nao wako na mapozisio kule tofauti. Sasa wale ambao wako mjini Baraka wanajiandaa kuelekea kufro huko mapozisio zao ndani ya territoire ya Uvira ili kuanza kupigana na wasi wa AFC M23 ambao kwa sasa wanamiliki mji wa Uvira. Hizo ni habari kutoka mjini Baraka. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira. Sasa tuambie hali kwa sasa ni vipi ndani ya mji wa Uvira. Ni ya kwamba siku ya leo kuliamka kabisa sawa, hakuna mashambulizi ambayo yalisikika hapo, na maisha yakaanza kuwa ya kawaida, population wakafanya maisha yao ya kawaida. Na siku ya leo ndipo tena kulionekana kutoka kwa magari huko Uvira kuelekea Bukavu.
Baada ya siku tatu na AFC M23 inakamata mji wa Uvira, siku ya leo ndipo kulionekana kufunguliwa kwa trafiki ya Uvira vers Bukavu, yani rute hiyo ya Uvira inayoelekea maeneo ya Kiliba Sange, maeneo ya Luberizi, huko Luvungi, Katogota, Kamanyola, Nyangezi, Bukavu. Hiyo rute tena ilitumika siku ya leo, ni baada ya siku tatu na wasi wa AFC M23 wameukalia mji wa Uvira. Rute hiyo ilikuwa haitumiki wakati wasi wa AFC M23 walikuwa wamekamata mji wa Uvira. Siku ya leo gari kabisa ziliondoka mjini Uvira zikakamata njia zikaelekea Bukavu, na wakasema kwamba kwa sasa rute hiyo iko natumika bila tatizo. Biashara zote zinaweza zikafanyika. Na siku ya leo yule gouverneur wa Sud Kivu aliyetiwa na wasi wa AFC M23, yani aliyetiwa kwenye uongozi na AFC M23, anaitwa Patrick Busu Bwangwi Nchombo, alikuja kuandaa kikao siku ya leo kabisa iko na andaa kikao hapo mjini Bukavu, ambapo ataambia population hali ya Uvira ni vipi. Watu wote wanataka wajue mjini Uvira kinachoendelea ni vipi. Yule Patrick Busu Bwangwi atatangaza mjini Uvira hali ni kwa sasa, wakati wasi wa AFC M23 wako hapo wanaandaa nini, wanakipanga nini. Tutawaambia hayo yote wakati atayatangaza. Ni ndani ya habari zetu za jioni ya leo, njo tutawaambia alichokitangaza, ila mjue ya kwamba kwa sasa maisha iko narejea polepole ndani ya mji wa Uvira. Tuendelee na habari zetu. Siku ya jana wakati wa kikao cha Baraza la Umoja wa Mataifa huko Marekani, nchi ya Burundi ilikuja kutangaza ya kwamba wakati wowote nchi ya Rwanda itaendelea kufanya mashambulizi kumaeneo ya Burundi, vita vitaanza papo hapo kati ya nchi hizi mbili, na itakuwa haitakuwa rahisi, yani itakuwa très difficile kumaliza vita hiyo ambayo itakuwa imekamata region yote. Siku ya jana mnakumbuka kwamba Baraza la Umoja wa Mataifa lilifanyia kikao huko New York. Mnajua kwamba kuna kwaka wa representa wa nchi zote huko. Sasa Burundi ilikuja kusema kwamba Rwanda kabisa wakati itaendelea kufanya maatake yake na kuishambulia nchi ya Burundi huko maeneo yake, nchi ya Burundi nayo itafanya vita direct na Rwanda, na vita hiyo itakuwa hatari, ni vita ambayo haitakuwa rahisi kuisimamisha. Walitangaza wa representa wa Burundi wakati wa kikao hicho kilichofanyika huko Marekani ndani ya mji wa New York. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya teritwari ya Masisi na Walikale. Siku ya leo mapigano yaliripotiwa huko. Mapigano yalizuka asubuhi ya leo huko maeneo ya Walikale na Masisi, ndani ya kijiji cha Malemo. Hapo ni ndani ya sheferi ya Bashali Mokoto Masisi, pamoja na eneo ya Minjenje ambayo iko katika eneo ama groupema ya Wanyanga mu territoire ya Walikale. Mapigano hayo yaliwakutanisha wasi wa AFC M23 pamoja na vikosi vya wazalendo. Kulingana na vyanzo vya ndani, wazalendo walilenga maeneo ya waasi katika miji yote miwili kuanzia asubuhi sana. Milio ya silaha nzito na nyepesi iliendelea kusikika hapo maeneo hayo mawili, Minjenje na Malemo. Hapo mambo yalikuwa hatari tangu asubuhi ya leo mapema. Eneo hili ambalo haliko mbali na Mpeti, linalochukuliwa kuwa moja ya ngome kuu za AFC M23 katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini, limekuwa likikabiliwa na mashambulizi mara kwa mara tangu lilipotekwa na waasi. Licha ya majaribio ya wazalendo ya mara kwa mara kutaka kuwafukuza wasi wa AFC M23 ndani ya maeneo hayo, hawajafanikiwa, ila wanaendelea kujitahidi kila wakati na kila mara wakishambulia waasi wa AFC M23. Na kwa sasa akse ya rute ya Mpeti Kalembe bado iko chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23.
Idadi ya waliofariki kutokana na mapigano hayo bado haijajulikana. Hata hivyo vyanzo vya usalama vinaonyesha kuwa kwamba hali bado ni tete sana na kwamba mvutano unaendelea katika eneo hilo. Hapo ni ndani ya teritwari ya Masisi eneo ya Malemo na teritwari ya Walikale ndani ya Minjenje kwenye mapigano ni makali siku ya leo kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23. Hali ni tete, mapigano yanaendelea, tutakuja kuwajuza mengi wakati mapigano yataisha. Hapo ni ndani ya taarifa zetu za jioni ya leo ambapo mtafahamu kabisa kinachoendelea. Unayoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayokuletea habari mbichi za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika. Ukumbuke kusubscribe ili kukuwa unapata habari zetu zote kwa wakati. Asante sana.